Tuelekee huko Afrika ya Kusini. Wahamiaji wanatakiwa kufunga biashara zao nchini humo. Wahamiaji wa Kiafrika katika mji mkuu wa Afrika ya Kusini, Pretoria, wameshauriwa kuchukua tahadhari wakati wa maandamano ya kupinga uhamiaji haramu, huku kukiwa na hofu ya mashambulizi ya chuki dhidi ya wageni. Ghana imeshauri raia wake kufunga biashara na kudhibiti shughuli zao za umma, huku mkuu wa muungano wa Nigeria nchini Afrika ya Kusini akiwaomba wanachama wake kusalia majumbani. Maandamano mengine yanatarajiwa kufanyika leo Jumatano mjini Johannesburg. Hisia za kupinga wahamiaji zimepata fedha za kisiasa katika miaka hivi karibuni, huku baadhi ya wageni wakiamini kuwa wanachukua kazi na kunufaika kutokana na huduma za umma. Lakini rais alisema raia hawapaswi kuruhusu wasiwasi wao kuzaa chuki dhidi ya Waafrika wenzao. Amelaani mashambulizi ya hivi majuzi dhidi ya wageni. Rais Cyril Ramaphosa alihutubia hotuba yake siku ya uhuru siku ya Jumatatu katika kuadhimisha uchaguzi wa kwanza wa kidemokrasia nchini humo mwaka 1994, lakini pia kuikumbusha nchi yake deni lao kwa mataifa mengine barani Afrika katika kuunga mkono mapambano yao dhidi ya mfumo wa ubaguzi wa rangi, na hivyo akiwataka wananchi katika taifa hilo wasiwe na ubaguzi kwa Waafrika wenzao ambao wameingia katika taifa hilo na wanaishi, akikumbusha kwamba wapo ndugu zao wanaoishi katika nchi zingine za Kiafrika. Siku ya Jumanne, mamia ya watu walijitokeza katika mitaa ya Pretoria kushiriki maandamano yaliyoandaliwa kupinga uhamiaji kuelekea katika majengo ya muungano, makao rasmi ya serikali. Wengine walivalia fulana zenye maandishi, huku wengine wakiimba na kuonyesha mabango yaliyotengenezwa kwa mikono. Mwandamanaji mmoja aliambia shirika la habari la BBC kwamba anapinga mmiminiko wa wahamiaji haramu, suala ambalo anasema wanasiasa wameshindwa kulitatua. Hata hivyo, suala hili limetikisa barani Afrika na kuonyesha kwamba Waafrika Kusini sasa wamechoshwa na ndugu zao wa Afrika, kwa maana hawataki kuona Waafrika wakiingia katika taifa hilo, kwa maana wakidhani kwamba hao ni wahamiaji haramu. Hata hivyo, taarifa zinaeleza kwamba kuna wahamiaji ambao ni halali kabisa walioingia katika taifa hilo kwa vibali maalum, lakini kwa sasa raia Afrika ya Kusini wamekuwa wakiwaadhibu hata wale ambao wameingia kwa uhalali katika taifa hilo, jambo ambalo limeleta kizungumkuti kiasi kwamba raia katika mataifa hilo la Afrika ya Kusini ambao wametoka katika mataifa mengine wamekuwa wakijiuliza ni nini haswa ambacho wamekikosea kwa ndugu zao wa Afrika. Hata hivyo, baadhi ya raia nchini humo wanasema wanasikitishwa sana na unyanyasaji dhidi ya raia wa kigeni wanaofanya kazi nchini humo. Ni tatizo hasa katika maeneo mbalimbali katika nchi hiyo ambapo kulikuwa na kitovu cha machafuko dhidi ya chuki ya raia wa kigeni tangu mwaka 2008. Mashambulizi ya raia wa kigeni katika siku za hivi karibuni na wamiliki wa kibiashara na raia wengine yameibua hofu ya kuzuka tena kwa ghasia dhidi ya uhamiaji nchini humo. Hata hivyo, nchini kote karibu mara 3 wageni wengi wamekuwa wakiuawa na kupigwa vibaya kutokana na ghasia za chuki dhidi ya wageni, na hili si mara ya kwanza katika nchi hiyo kutokea. Umasikini ni mojawapo ya sababu kuu za migogoro hiyo, huku Afrika ya Kusini mara kwa mara wakishutumu wahamiaji kwa kuchukua kazi zao. Hata hivyo, suala la ajira na upatikanaji wa fursa za kibiashara katika miji imechukuliwa ni moja ya ajenda ya kuwafukuza raia wanaotoka katika mataifa mengine katika bara la Afrika wanaoishi katika nchi hiyo ya Afrika ya Kusini. Mtazamaji wa The World News, kuna mengi ambayo yanajiri huko Afrika ya Kusini. Nchi hiyo kwa sasa imekumbwa na ubaguzi ambapo Waafrika ya Kusini wanawabagua raia kutoka katika mataifa mengine ya Afrika. Endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment. Kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Damu Hussein.